ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל. Unajua, Hispania ni moja kati ya taifa ambalo viongozi wake wana msimamo mkali sana. Ndiyo, ni taifa ambalo lipo katika bara la Ulaya, lakini viongozi wake wamekuwa na misimamo thabiti wakitetea haki kwa 100%. Ni wapenda haki. Na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amekuwa ni kiongozi ambaye anaonyesha ni kwa jinsi gani anaitetea haki kwa 100%. Imekuwa ni nchi ambayo inapingana na Israel kwa kiasi kikubwa sana, lakini vile vile Hispania imekuwa ni nchi ambayo inapingana hata na Marekani kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakitumia mabavu yao katika mataifa mengine. Na ndio maana hata waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amekuwa ni mkali katika hilo, na amekuwa hataki kabisa kuweza kuungana na Marekani katika mambo yake. Lakini sasa kwa upande wa Israel, inapinga sera zake ambazo Israel imekuwa ikizifanya katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na yote hii ni kutokana na uongozi wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Sasa leo bwana Netanyahu ameweza kuwamind Hispania kwa kiasi kikubwa sana, na Hispania waliweza kulilaani jeshi la Israel IDF, na kitu ambacho kimemuudhi Netanyahu na kimemuumiza ni pale ambapo Hispania ilichukua hatua ya kuweza kulidharau au kulilaani jeshi la Israel IDF. Sasa Netanyahu kitu ambacho amekifanya leo kwa Hispania ni kwamba ameagiza kuondolewa kwa wawakilishi wa Hispania kutoka kituo cha uratibu kilichopo Kiryat Gat nchini Israel. Sababu tu ni kwamba Hispania imekuwa ikipingana na Israel, lakini kitu ambacho imekifanya kwa jeshi la Israel IDF, Netanyahu amemind sana, na pia ameweza kuipa onyo kali Hispania. Sasa kwa nini Hispania ilifanya hiki kitendo kwa jeshi la Israel IDF? Hapa nakupa picha rasmi ili uweze kujua Hispania walifanya nini. Ilikuwa ni siku ya Jumatano ambapo Hispania huko sasa katika mji mkuu Madrid ilimuita ofisini kaimu balozi wa Israel kupinga kitendo ambacho kilihusisha kukamatwa bila sababu kwa mwanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Hispania ambaye alikamatwa na jeshi la Israel nchini Lebanon. Sasa vyanzo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Hispania vilisema kuwa mwakilishi huyo aliitwa rasmi kuwasilishwa malalamiko ya Madrid kuhusu tukio hilo lililomhusisha mwanachama wa kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, yani UNIFIL. Tukio hilo sasa lilitokea siku ya Jumanne ambapo majeshi ya Israel yalimshikilia kwa muda mfupi mwanajeshi huyo wa kulinda amani wa Hispania baada ya kusimamisha msafara wa usafirishaji wa vifaa vya UNIFIL kusini mwa Lebanon. Kumbuka, vikosi vya Israel, yani jeshi la Israel, viko Lebanon vikiendeleza operesheni zake za kijeshi. Sasa katika harakati za kuweza kufanya operesheni, wakasimamisha msafara huo na kuweza kumshikilia huyo mwanajeshi ambaye ni wa Kihispania. Sasa waziri wa ulinzi wa Hispania Margarita Robles, yeye alisema kwamba mwanajeshi huyo Mhispania aliyekuwa sehemu ya kikosi kilichokuwa kinapeleka vifaa aliweza kuzuiliwa kwa takribani saa moja kabla ya kuachiliwa kufuatia hatua za juu za kidiplomasia, kulingana na vyombo vya habari. Sasa kile kitendo ambacho jeshi la Israel walikifanya ni kitendo ambacho kiliwaudhi sana Hispania, na wakasema kwamba kitendo hicho hakikubaliki kabisa, hadi kalazimika kwamba waziri wa ulinzi wa Hispania aliweza kukutana na balozi wa Lebanoni mjini Madrid siku hiyo hiyo kuweza kujadili kwamba Israel ilifika sehemu Hispania walipatwa na jazba kubwa kutokana na kitendo ambacho jeshi la Israel walikifanya. Na yote haya, kwa nini kwanza jeshi la Israel waliweza kufanya kitendo hiki? Kwa sababu Hispania imekuwa ikikosoa sana operesheni za kijeshi za Israel, lakini limekuwa ni taifa ambalo linaunga mkono Palestina, lakini pia kauli kali kutoka kwa viongozi wa Hispania kwenda kwa Israel ni kitu ambacho Israel wanadukuduku nacho. Lakini kingine ni msimamo wa kidiplomasia ndani ya Ulaya. Limekuwa ni taifa ambalo halikubaliani kabisa na uvunjifu wa haki. Yaani kama kuna uonevu, basi Hispania lazima itapaza sauti. Sasa kupitia kitendo hicho ambacho jeshi la Israel limelaaniwa vikali na Hispania, kama unavyojua tena, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, linapotokea jambo kuhusu mamlaka zake za kijeshi pale nchini Israel, huwa hafumbii macho hata kidogo. Leo mchana, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa onyo kali dhidi ya Hispania, akisisitiza kuwa taifa lake halitakaa kimya mbele ya mashambulizi au shutuma zinazolenga Israel. Sasa akizungumza mchana wa leo, Netanyahu amesema Hispania imewachafua sifa askari wa Israel IDF
ambao amewataja kuwa ni miongoni mwa majeshi yenye maadili ya juu zaidi duniani. Kutokana na hali hiyo, ameeleza kuwa tayari amechukua hatua za kuagiza kuondolewa kwa wawakilishi wa Hispania kutoka kituo cha uratibu kilichopo Kiryat Gat nchini Israel. Amesema uamuzi huo unakuja baada ya Hispania kuendelea kuchukua msimamo unaoipinga Israel mara kwa mara. Kwa hiyo wameamua kuwawajibisha kwa namna hiyo. Wameondoa kabisa wawakilishi wa Hispania katika kituo cha uratibu cha Kiryat Gat nchini Israel. Na Netanyahu ameongeza kuwa nchi yoyote itakayochagua kuishambulia Israel badala ya kupinga tawala za kigaidi haitahesabika kama mshirika katika mustakabali wa eneo hilo, kwamba ikitokea nchi inaipinga Israel basi haitakuwepo katika hesabu kwamba ni mshiriki katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, ameonya kuwa hatavumilia kile alichokiita unafiki na uadui, akisisitiza kuwa hataruhusu taifa lolote kuendesha vita ya kidiplomasia dhidi ya Israel bila kukumbana na madhara ya haraka. Kwa hivyo hapa Netanyahu ni kama vile amelipiza kisasi kwa kitu ambacho amekifanya. Unaona mtifuano kati ya Israel sasa hivi umeingia na Hispania baada tu ya Hispania kuweza kudhihaki jeshi la Israel, na kama kawaida Netanyahu akaja juu, yani akawajia juu Hispania kwa kiasi kikubwa sana. Sasa wakati wa vita, kabla ceasefire haijaweza kufanyika, wakati Marekani ikiwa inashambuliwa sana na Irani, hata karibu kambi zake zote za Mashariki ya Kati, Marekani alikuwa anatafuta namna ya kuweza kutumia kambi nyingine mbadala za kijeshi kwa ajili ya kuweza kutekeleza mashambulizi yake nchini Iran. Nakumbuka rais wa Marekani Donald Trump alijaribu kuiomba Hispania baadhi ya kambi zake za kijeshi zitumike kwa ajili ya kushambulia Iran, na akaomba nchi nyingine ziweze kumsaidia kama Ufaransa, Uingereza na nchi nyinginezo kama Australia. Zote zilimkatalia ikiwemo na Hispania. Tena waziri mkuu wake Pedro Sanchez aliipinga vikali kile kitendo ambacho Trump alikifanya kwa Irani, lakini pia kwa Israel. Alipinga, akaita mashambulizi haramu ambayo yalikuwa na lengo la kuweza kuionea Irani pasipokuwa na sababu zozote. Sasa baada ya kuweza kupinga vikali, Hispania ikamkatalia Marekani hata pia kutumia anga lake, kutumia ndege zake, kutumia wanajeshi wake, lakini pia ikakataa kabisa kuweza kumpa kambi zake za kijeshi. Trump alijia juu sana Hispania, akasema kwamba anaacha ushirikiano nao kwa kiasi kikubwa. Yani alizungumza maneno mengi sana. Kwa hivyo kuna mazingira kama vile Israel, kwa sababu ni mshirika mkubwa wa Marekani, ameimaindi Hispania kwa kiasi kikubwa sana. Yani kuna kitu kipo moyoni kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu dhidi ya Hispania. Kwa hivyo ndio maana Netanyahu leo hii ameweza kutoka hadharani na kuweza kuzungumza maneno magumu na kuweza kuwafukuza hao washirika wa Hispania katika kituo cha Kiryat Gat pale nchini Israel. Mtazamaji wetu, nimekuletea kwa kina kidogo ili uweze kufahamu kisa kati ya Israel na Hispania, kisa kati ya Israel na Hispania kuingia kwenye mvutano wa kidiplomasia kwa hivi sasa. Kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.